Tumeona nchi nyingi zimerudisha amani ya nchi kwenye machafuko ya kisiasa kupitia mpira. Musoma Veterans tukishirikiana na Biashara United tumekuwa tukiandaa au tukishirikiana kuandaa mabonanza mbalimbali. Lakini kwa ufupi ni kwamba kwa sehemu kubwa maandalizi ya bonanza hili tumeshikwa mkono sana wadau wetu, wadau wa madini ambao naamini hawajanipa ruhusa kuwataja, naogopa kuwataja, lakini wameona umuhimu wa kufanya jambo hili kwa sababu ya kuhamasisha tu umoja, ushirikiano, lakini pia kujenga undugu wa karibu kati ya timu za wazee, watu waliocheza mpira zamani. Ukizingatia Musoma Veterans ndio iliyozaa Biashara. Na kwa waliokuja juzi hawezi elewa hilo jambo sana. Biashara United au Biashara Veterans ndio tengeneza Biashara kama Biashara ilikuwa na shiriki ligi kuu Tanzania, imezaliwa kutoka kwenye mikono ya Musoma Veterans. Na hiyo baada ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na timu mbili ambazo tumegawana siku sasa. Sisi katika wiki tunafanya mazoezi Jumamosi asubuhi, Jumapili asubuhi, lakini Jumanne jioni na Alhamisi jioni. Biashara wanafanya Jumapili jioni, wanafanya Jumatano jioni, wanafanya Ijumaa jioni. Kwa lengo tu kwa sababu uwanja na miundombinu ya viwanja inatulazimisha tufanye hivyo, lakini tunapishana kwa nia njema tu. Lakini ukiona hivyo, sisi kama wadau wa michezo sana tuliamua kuchukua jukumu kubwa kabisa la kuwa na vifaa vya kusafisha uwanja. Kama unavyoona pichi yetu ilivyo hapo, Musoma Veterans yenyewe iliamua kugalimika na kurekebisha uwanja ili tutakapokutana wazee hao wawili na hii tumeiita Veterans Derby kati ya sisi na wao, lakini wao sidhani kama sisi ni Veterans Derby, sidhani. Kwa kizungu tunasema they are still young, bado wadogo, lakini na maanisha kwamba mchezo wetu wa leo utakuwa ni mchezo wa watu wazima, mchezo wa watu ambao walishiriki ligi zamani wakacheza lakini wakaiacha. Lakini sina maana ya kuwatafutia vijana nafasi katika mchezo wetu. Vijana wana michezo yao, na ndio maana tunahamasisha sisi wazee. Wazee wakiona vijana wako wengi akigongwa anaacha, lakini akiacha mwisho wa siku sukari na magonjwa mengine nyemelezi yanafanyaje? Yanawashambulia. Kwa hiyo katika mazingira tu ya kipekee tumeandaa mashindano hayo kwa nia njema kabisa. Na ukiona nia yetu njema, tuna kikombe, hatuna nini, hatuna zawadi yetu ni ya kawaida tu ya kienyeji sana. Zawadi ya ng'ombe. Yaani kusikia kuna watu ukiwaambia Dar es Salaam na ng'ombe wanasema unamtoa wapi? Lakini sisi tunaweka ng'ombe kwa tafsiri nzuri tu, tukichinja ng'ombe hata wao watakula. Yaani hivyo tu, maana yake ni kwamba lengo letu tunadumisha umoja, amani, lakini pia tunahamasisha wenzetu ambao walishiriki michezo katika ngazi mbalimbali, lakini sio hivyo tu, ambao wanahitaji za kufanya mazoezi. Aidha kwa sababu ya daktari, aidha miili yao imeshindikana, aidha walishiriki lakini hawaoni watafanya wapi mazoezi. Sisi tunawakaribisha kuja kwenye timu hizi mbili, lakini sana tunawakaribisha Musoma Veterans, timu ya mafundi, timu ambao wanajua sehemu kubwa sana. Mwisho ni kwamba watu wanaweza kadhani kama tumechukua kawaida tu. Hapana, tumeshirikiana timu hizi zote mbili. Tumeshirikiana na ngazi ya viongozi kwenye upande wa marefarees kwenye chama chao. Watatuletea watu ambao naamini katika level yetu wanatosha, lakini sio katika level yetu ya kitaifa ambayo inadharau waamuzi kutoka ndani. Wanapendelea walio nje, ukimaliza mpira wanasafiri. Mimi sio muda wao sana. Mimi naamini ingekuwa ndio hivyo, hata sisi tungesema sasa tutoe waamuzi kutoka wapi? Tarime, Mtwara, wapi? Makosa ya kimpira ndio starehe ya mpira. Makosa ya referee ndio makosa ya kimpira. Leo mara nyingi namtolea mfano Dennis Nkane. Sio kwamba ni mtu wa kwetu huko tabuza huko. Ukimwona Nkane leo anaanzia pembeni, anaanzia kama reserve. Lakini Nkane mchezaji mzuri. Na sio Nkane wako wengi nikiwataja.
wako wengi wana njia pembeni. Kwa sababu gani? Entertain vitu vya nje, na hii dhambi unapeleka sasa kwa marefali, mwisho wa siku kwa makocha, mwisho wa siku hata mashabiki tutataka watoke Ulaya. So maoni yangu makubwa na mapendekezo yangu makubwa, sisi kama wana michezo lazima tujue namna ya kuboresha, lakini namna ya kuboresha michezo yetu ya ndani. Kwa mfano, nikiwa kama mwalimu michezo mitashumta, nikiwa mwalimu michezo ya umiseta, nikiwa kama mwalimu michezo misavuta, nikiwa kama mtumishi wa serikali shimiwi na michezo ya mikoa shimishemita. Kimsingi maandalizi ya leo yaliyofanyika kwa ajili ya mechi ya leo, wenyewe wanaita Musoma Derby, lakini sisi kiwalisia tunasema ni mechi ya na michezo, ni mechi baina ya Musoma Veterans na Biashara Veterans. Kikubwa kilichopelekea iandaliwe hii mechi, kwa maana kwamba kikubwa tunachokiona ni kukosekana kwa burudani, hasa kwa mkoa wetu wa Mara, especially baada ya kuona kwamba tunakosa timu, hasa timu kubwa, kwa maana timu za ligi kuu tumepoteza, na vile vile michezo imeonekana kama inapoteza nafasi zaidi. Sasa sisi tumeamua kurudisha taratibu kwa kuwavuta wadau mbalimbali wa michezo, ikiwa ni pamoja na kuwaita hasa wananchi wa Musoma leo waje wajionee wenyewe burudani watakayoipata kutoka wachezaji wa zamani. Wachezaji hao ambao walicheza mpira na wanaojua mpira. Na vile vile tunataka tuwaambie kwamba watapata burudani ya kutosha. Lengo si kuwa na zawadi iliyokuwepo, kwa maana zawadi iliyowekwa kwa maana ng'ombe, lakini sisi zawadi yetu kubwa ni kuwapa burudani ya mpira. Waone Wakongo walikuwa wanachezaje mpira, unatembea kwenye njia zake, mpira unachezwa kwa nafasi pasipo kuumizana. Kuumizana itatokea kama ni bahati mbaya tu. Lakini kubwa tulichokiandaa leo ni kwa ajili ya burudani, baada ya kuona mkoa na manispaa kwa ujumla burudani ya mpira wa miguu inaonekana kama inapoteza wito wake. Kwa hiyo nawahamasisha wananchi kwa ujumla wao wasogee kuanzia saa 10 ni bure, waje wajionee burudani. Tunawashukuru wenzetu waliotushika mkono, kwa maana kwamba wenzetu wadau wa madini, hatuna sababu ya kuwataja kwa majina kwa sababu wao hawako radhi kutajwa kwa majina, lakini tunawashukuru sana kwa jinsi walivyojiandaa. Vile vile tuna Wakongo ambao watakuja kuonyesha uwezo wao kwamba walikuwa wanacheza mpira wa aina gani. Kimsingi wakati tutafanya haya, malengo makubwa ya sisi kujiorganize, kwa maana Musoma Veterans na Biashara Veterans, kwanza ni kuwasogeza watu karibu na mpira. Wanaopenda mpira watasogea. Lakini vile vile wanasema huwezi kuwa na kitu bila kuwa na watu. Na unapokuwa na watu ndipo unaweza kupata kitu. Maana yake nini? Unapowaita watu kuja kwenye mechi kama hizi, wapo watakaovutiwa. Watu watakaoandaa program. Kuna watu wana proposal nzuri sana kwa ajili ya kuandaa mashindano, kuandaa vijana. Naomba nichukulie nafasi hii kwa maana kwamba kwa viongozi wa kisiasa na wadau wengine wote wa mpira, wakiamua wanaweza fanya jambo. Mpira unajua ni kitu kimoja cha maana sana. Tumeona nchi nyingi zimerudisha amani ya nchi kwenye machafuko ya kisiasa kupitia mpira. Tuna mfano hai, Ivory Coast ilikuwaje? Didier Drogba aliwaita watu, kaambia mechi itachezwa sehemu fulani na nchi ilikuwa imechafuka, akaambiwa sahau kuhusu mambo mengine, warudi kwenye mpira, na mwisho wa siku alifanikiwa, amani ilirudi. Asante. Kwa majina anaitwa Ali Juma Mchumira, mchezaji wa zamani wa RTC Kagera, kipindi hicho Dar es Salaam Young Africans, pia na national team na Majimaji ya Songea. Ukweli ni kwamba mpira hapa kwetu unaelekea kudorora, ama kama sio kudorora kufa kabisa. Lakini kitu ambacho kinachosababisha kitu hiki kisiwepo, mimi nadhani ni uongozi kwa ujumla wa wilaya ya Musoma mjini, wilaya za Musoma vijijini, hali kadhalika na mkoa kwa ujumla. Laiti kama tungelikuwa na viongozi thabiti, wale wanaoweza kujali michezo, hakika hapa pana wachezaji kede. Hilo ndilo na mimi hasa linalonisikitisha na kunifedhehesha, kwa sababu unaweza ukasikia tu kwamba klabu bingwa ya mkoa wa Mara imetokea Nyamongo, lakini hayo mashindano ya mkoa au kuanzia wilaya hukuona, wala hukuona ushiriki wa timu za mkoa. Unasikia tu klabu bingwa ya mkoa wa Mara huko imeenda Mwanza, imefungwa basi. Unaona, hii ni kutokana na uongozi mbovu wa chama cha mpira cha Mara. Sana mechi ya leo kwa kweli tumejipanga vizuri,
timu yangu nimefundisha kila nyanja zote za mpira, kuanzia defense, midfield, forward, wing back. Mimi nafikiri sisi ndio waanzilishi wa mashindano ya Bonanza, hususan mkoa wa Mara. Na hizi veterani zote unaziona mkoa wa Mara nyingi tumezianisha sisi. Lengo likiwa ni kuhamasisha vijana kupenda mpira. Lengo la haya mashindano kwanza ya leo ni kuhamasisha mpira mkoa wa Mara. Na hayawezi kuishia hapa, kwa sababu kuna wakati tutaondoka kwenda Loria, tutaondoka kwenda Tarime, tutaenda Serengeti na mwisho tutamalizia Bunda au Msoma mjini, tutakutana nao hapa hapa. Lengo likiwa ni kuhamasisha mpira mkoa wa Mara, kwa sababu wachezaji wetu wengi ni wazuri sana, lakini wengi wamekatishwa tamaa. Siku ya leo ni tarehe 9 muhimu sana, kwa sababu leo tuna mechi sisi Biashara Veteran pamoja na wenzetu wa Musoma Veteran. Tumejipanga sisi binafsi Biashara kuendea mchezo wa leo kwa maana ya benchi la ufundi, lakini pia uongozi kwa ujumla tumesimama vizuri, lakini pia na swala la wachezaji wako sawasawa, wako vizuri, na mpaka muda huu wachezaji wote wako kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa leo. Wito wangu, ninawaita wananchi wote wa Musoma, lakini pia na wale ambao wapo jirani na Musoma kwa ajili ya kuja kuona mchezo huu wa leo ambao umeandaliwa rasmi na ndugu zetu wawili, mwanachama mmoja kutoka Musoma Veteran na mwanachama mwingine kutoka Biashara Veteran. Wametuwekea mnyama ng'ombe kwa ajili ya kufurahi siku ya leo na kuzidisha mahusiano yetu ya karibu tulionayo siku zote. Sisi kama Biashara kwanza tuna timu nyingine ambayo iko chini, na tumekuwa tukitengeneza vijana ambao tunawazalisha kuwapeleka katika mkoa, hususan mkoa wa Morogoro, timu ambayo inaitwa Lion FC. Hivi karibuni tulitoa wachezaji karibu vijana 20 tukawapeleka kule, na wapo academy under 20, kwa hiyo wanaendelea kule na mazoezi, na timu imesajiliwa rasmi ambayo inaitwa Lion FC. Na ni majuzi tu hapa imetoka Zanzibar yalipokuwa yanafanyika mashindano ya yale ya Mapinduzi, basi na wao pia walienda kushiriki kule, lakini lile pia ni miongoni mwa zao letu sisi Biashara Veteran ambao tumekuwa tukiwalea vijana hawa wakifanya mazoezi katika uwanja wa Posta. Kwa hiyo tuna mpango pia bado, kwa sababu katiba yetu sisi inatuelekeza kwamba sisi tuwe na timu ya vijana, lakini pia tuwe na timu ya netball, na timu ya netball ipo, na ni mwaka jana tu tumeweza kushiriki mashindano ya kishapu, na walichukua pia ubingwa wa netball timu ya wanawake.